kwa na kutamani kujua Mungu anazungumza nini kwa ajili ya maisha yako. Mungu anataka ufanye nini ili utoke hatua ulionayo uende hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kujifunza neno la Mungu linasema hivi: tafuta kibali kwa Mungu, yeye atakutambulisha kwa wanadamu. Tafuta kibali kwa Mungu, yeye atakutambulisha kwa wanadamu. Pengine kuna wakati umetafuta sana ili watu wakukubali wewe. Kuna vitu vingi umevifanya kwa watu, lakini bado watu hawajakuona kwa wewe ni wa thamani. Pengine umetoa pesa zako, pengine umetoa sadaka zako kwa watu, ukienda kwa akili zako wewe kwamba nikienda kumfanyia Zakaria nikamshonea suti, pengine atanikubali. Lakini baada ya kufanya jambo hilo, Zakaria hajaona kwamba hiyo sadaka uliyoitoa wewe ina thamani kwenye maisha yake. Kwa hiyo kumbe kuna hasara kubwa sana kwa mtu anayetafuta kukubalika kwa watu. Tafuta kibali kwa Mungu, halafu Mungu atafanya hiyo kazi unayotamani wewe Mungu akutambulishe kwa watu. Na ukifanya vizuri kwa Mungu sio kazi kukutambulisha wewe, kukuweka mahala ambapo unatamani kufika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikajifunza kwa hali ya kawaida ya kibinadamu. Inawezekana ni watu waliokuzunguka. Inawezekana ni watu unaoingia nao kanisani, ukitoka wanakuzungumza wewe vibaya. Acha kutafuta kujipendekeza kwao. Tafuta kujipendekeza kwa Mungu. Halafu Mungu ukifika wakati sahihi, hao watu watakutambua wewe kuwa ni wa muhimu kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutafute kibali kwa Mungu. Halafu Mungu mwenyewe atatutambulisha juu ya watu ambao walikudharau leo. Iko siku watakuheshimu. Lakini ili wakuheshimu, unatakiwa kuanza na Mungu kwanza. Ukianza na wale wanadamu, Mungu unakuwa umemwacha. Nani atakufanya wewe kubariki kwa hao watu? Tafuta kibali kwa Mungu. Halafu Mungu atakutambulisha kwa hilo taifa unalohisi kwamba ni sahihi kwenye maisha yako. Kuna vitu Mungu atavifanya kwenye maisha yako, kuna wakati mwingine utashangaa, hivi ni mimi? Lakini jua kwamba neno moja, ulitafuta kumpendeza Mungu, ulitafuta kuliishi neno la Mungu, ulitafuta kufanya vizuri kwa Mungu. Halafu Mungu akifurahishwa na wewe, anakupa bonus. Hao watu wa duniani kukupenda wewe ni sana sekunde moja. Mungu akiamua, wanaanza kukuona ni wa muhimu tu. Hata ambao walikudharau wanakukubali wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tukajifunza neno la Mungu. Tutaanza na Misali 3 mstari wa 4. Karibu msomaji. Misali sura ya 3 mstari wa 4, Biblia inasema, ndio, ndivyo watakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo watakavyopata kibali kwa Mungu. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Kumbe haitoshi. Mtu aliyetafuta kibali kwa Mungu anaongezewa kitu kingine, kuwa na akili ya kufikiri nifanye nini. Mtu huyu anajazwa maarifa. Mtu huyu kama alikuwa na upungufu wa hekima, Mungu anamjaza hekima kwa sababu ametafuta kibali kwanza kwa Mungu. Halafu Mungu yeye mwenyewe anamtambulisha kwa hao watu wengine. Ndivyo, ili upate kibali, sadaka zako, mambo yako yote unayoyafanya kwa Mungu, fanya kwa kumpendeza Mungu. Usifanye kwa kusema hivi, leo naenda kufanya jambo fulani kanisani ili wanione. Utakuwa ni mtu mmoja sana ambao umepata hasara. Kafanye ndani ya Mungu kusudia kwamba leo naenda kumfanyia Mungu wangu, na Mungu akishafurahishwa na ulichokifanya, anaachilia kibali kwako. Kama ulikuwa unaonekana mazungumzo yako yastahili, kama ulikuwa unaonekana ufai hata kwa majirani zako, Mungu anaanza kukutengeneza wewe. Mungu anaanza kukuimarisha wewe. Inafika mahala anakukubali wewe. Wanasema yule mama ana hekima ya kimungu. Lakini ukitafuta kwa wanadamu, hekima ya kibinadamu haidumu. Na hekima ya kibinadamu kuna wakati itakutazamisha unachokifanya ni sahihi ama sio sahihi. Lakini ukitafuta hekima ya kimungu na kumuishia Mungu, kuna vitu atakuwa anakupa. Maana yake akili yako haitafanana mtu ambaye hamtafuti Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
tukitafuta hii hekima ya kimungu, tukitafuta kukubalika kwa Mungu, kuna vitu vitaongezeka kwenye maisha yetu ya kiroho. Ulikuwa unaonekana dhaifu kwa habari ya kumtumikia Mungu, unashangaa unaanza kutamani na wewe kwenda kufanya usafi kanisani wakati ulikuwa hauwezi, kwa sababu ndani yako umemtafuta kwanza Mungu ili akutengeneze wewe na kupandie mbegu ndani yako itakayostawi na kuchanua ili ufikie wokovu kuwa imara. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo itakavyokuwa. Upate kibali kwa Mungu kuna kujitoa. Utaomba, utatoa sadaka, utamwambia Mungu kupitia sadaka hii, natamani niwe na kiu, natamani niwe na shauku ya kukujua wewe. Ukishaanza kuwa na hayo mawazo, ukishaanza kufikiri kwa namna hiyo, tayari Mungu anaanza kufanya mchakato wa wewe kukutoa pale ambapo shetani amekukalisha. Lakini lazima kwanza uanze kufikiri wewe. Akili yako wewe itaanza kukutuma kufanya vitu kwa ajili ya Mungu. Halafu kishaanza sasa, Mungu ndipo anakupa hatua ya kukutoa mahali ulipo. Usifikiri kwamba Mungu ataanza kukufikiria wewe uanze kufanya usafi kanisani, ila Mungu anakusubiria wewe umtafute. Mungu anakuhitaji wewe umtamani kila itwapo leo uwe wa tofauti. Tamani kila itwapo leo unapokuwepo hekaluni mwa Mungu ama unakuwepo mahala popote, tamani Mungu akupe vitu vipya. Lakini wao ukisema hivi, sisi tulioitwa tutaenda, utakuwa ni yule uliyeitwa. 26 taisha, utakuwa ni yule uliyeitwa. Lakini ukianza kufikiri kwa upana, kwa nini mimi sivuki? Kwa nini mimi kila nikifanya jambo nashindwa? Nifanye nini kwako Mungu? Ukaomba na kuomba, ukatoa na sadaka, wakati mwingine unamwona Mungu anaanza kukusaidia. Tafuta kibali mpendwa. Haya maisha tulionayo, wao unamtegemea Mungu kwa kinga yako, kwa tumaini lako, ikiwa bado hautafuti Mungu kwa bidii, yani wao uko kushoto, kulia, mbele, nyuma, geuka, haueleweki. Yani wewe ni mteule kwamba mimi nitafanya, nisipojisikia sitafanya, tayari wewe utapata hasara. Lakini uliitwa kwa wewe hapa kanisani, baada ya kuitwa wewe, Mungu ataanza kutengeneza ili uitwe mteule. Na mteule anafanya, kuna wakati anatoa muda kutafakari, anatamani amwone Mungu anamvusha. Kuna mtu yupo kanisani hajawahi hata kufikiri kwamba hivi tangu nilipookoka hata leo na miaka 3 ni nini nimefanya kwa Mungu, au Mungu amenifanyia nini mimi, ili hata nikisimama kwenye umati wa watu nasema yuko Mungu anayeishi, Mungu anayetenda. Wakati nilipokuwa na maumivu alinifanyia jambo fulani. Watu hawafikiri. Anajua kuja kanisani, kunesa, kuruka, anatoka. Utaendelea kuitwa. Walioitwa ni wengi, wateule ni wachache. Kwa tamani kuwa mteule mbele za Mungu, halafu Mungu atakuhudumia tofauti sana walivyokuzoea watu. Mungu ataanza kutembea na wewe na kukutumia. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Samueli wa kwanza mstari wa 26. Samueli wa kwanza 26 mstari. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 26. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 26, Biblia inasema, ndio. Na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunasoma sana habari za Samueli. Mama yake alihangaika sana kumpata, kama vile Mungu alivyohangaika kukutoa wewe kule ambako ulikokuwa. Kuna wakati watu walikuja kukushuhudia wewe, unaona kama vile hawana akili. Hana alihangaika kumpata Samueli, lakini baada ya kumpata Samueli alisema neno kwamba Mungu, ukinipa mimi mjakazi wako mtoto wa kiume, nitamtoa kwako. Hana akajiapisha na akalitimiza. Je, wewe Mungu amekufa pale msalabani, akatemewa mate, akapigwa mijeledi, akafanyiwa vitu vingi sana vya aibu, akiwa na kusudi moja tu, ili akuokoe wewe, akutoe kule ulikokuwa. Maana si haikuwa ni
Baada ya hapo zikaanza taarifa, walioitwa sasa, wale wa kwanza wakaanza kupewa maarifa na namna ya kuja kuniokoa mimi au wewe. Kuna watu walilia ili wewe uokoke. Unaweza kufikiri kirahisi sana, lakini kuna watu waliomboleza wewe kwenye ukoo wao ili uokoke na ukaokoka kweli. Tayari zeni gharama. Lakini bado umeokoka, unauchezea wokovu. Hautafuti hata kumpendeza Mungu, unatafuta kuonekana wewe ni mzuri, unatafuta kuonekana wewe unafanya vitu kwa Mungu, lakini maisha yako yanakusudia bado Mungu hayuko pamoja na wewe. Tena inawezekana Mungu alishakaa pembeni, unatumia akili zako. Wakati unatumia akili zako, Mungu hawezi kutembea pamoja na wewe. Anakuwa pembeni kwa sababu tayari wewe unazitegemea akili zako kuwa zinaweza. Akili yako inaweza kucontrol vitu vyako vikafanyika. Mungu anakaa pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto Samueli alipotolewa, pamoja na kwamba Hana alifanya agano na Mungu, ndio mtoto aliishi maisha ya kumtegemea Mungu. Alielewa. Je, wewe haulelewi? Samueli kuna wakati angeenda kwa akili zake, mle kanisani au pale alipopeleka kwa kuhani, ingefika mahala asipoona kwamba Mungu wa muhimu, angeondoka. Lakini Samueli aliishi yale aliyokuwa akifundishwa. Alifundishwa pengine ukiamka asubuhi kafungua hekalu, Samueli alifanya. Na ndivyo alivyoendelea kukua kwenye maisha yake ya kiroho. Utasema wewe hakuna anayekulea, au mimi nitasimama kwa watu nitasema sina anayenilea kunielekeza. Bado tumepewa kuhani na Mungu mwenyewe atuelekeza. Pengine kupitia kuhani unapewa taarifa ya kufanya, unaipuza. Unatafuta ukubalike kwa Mungu kwa namna gani? Unaweza ukawa mtu wa malalamiko na manung'uniko, lakini kuna sehemu umeacha. Umezitegemea akili zako, umeziona wao unaweza, umeziona wao wewe ni giant. Samsoni alipoona Mungu hana thamani kwenye maisha yake, Biblia inasema Mungu alimwacha Samsoni. Ule wakati anamwota Delila, Samsoni akaamka akasema nitaenda kama ninavyoendaga. Pengine Samsoni angesema Mungu nitangulia mbele yangu ili nikaipigane vita hii, Samsoni asingekamatwa. Lakini alitembea kwa mazoea. Yaani baada ya kuona amekubalika kwa Mungu, kila anapoenda vitani arudi na ushindi, akaanza kutengeneza mazoea ndani yake na kuona ni kitu cha kawaida sana. Mungu akaona haistahili. Ikiwa huyu bwana ataendelea kumbeba, kuna wakati atakuja kufanya vitu vya ajabu. Mungu akamwacha Samsoni. Lakini Samsoni alikuwa na kibali mbele za Mungu. Pamoja na kwamba wazazi wake kuna gharama walizozifanya. Makuhani wanalia, wanaomboleza kwa ajili yetu sisi. Kuna wakati mwingine wanasimama Zaburi, anaanza kuonya, na wakati anaonya unahisi kabisa ila mimi nina changamoto. Pamoja na kujua na changamoto, bado unataka kupiga hatua ya kubadilika, unabaki pale pale. Mungu hatatembea na wewe. Na hiyo umjue thamani ya Mungu. Tafuta kukubalika kwa Mungu. Wanadamu wenyewe yani kwa Mungu, yani sijajua kwamba ni kitu kidogo sana. Watakuchafua. Watasema ana tabia mbaya, anafanya uzinzi. Yaani huyu ni maraya. Kama haufanyi umaraya, endelea kusogea kwa Mungu. Mungu nisaidie. Haya yanayozungumzwa mimi siyafanyi. Lakini kama unayafanya, tafuta kurudi kwa Bwana. Tafuta kushuka kwa Mungu ili wewe akusaidie maisha yako yawe na faida mbele za Mungu. Yaani mwenye dhambi hajawahi kukubalika kwa Mungu. Wewe fanya, kama ni dhambi fanya. Tafuta wavulana wa kuona ni wa thamani. Tafuta watu unaoona kwako pengine wanastahili lakini hawajaokoka. Watafute sana. Na ukisaya kamata maisha yako ukayakanyaga, kutoka ni kazi. Utakuja kulipa gharama ambazo Yesu alizipa. Yaani uliokolewa, yeye alitoa gharama. Ukauchezea wokovu, unakuja kanisani kusindikiza watu. Wakati wewe utakapokuja kujua kwamba huyu Mungu ninayemwendea ni sahihi, ila kwa matendo yangu sio sahihi, huo wakati ndio huo unalia. Mpaka tukija kanisani tunasema huyu binti ana tatizo gani? Huyu binti ana shida gani? Wengine wanaweza kukubeba wakawa wanaumia pamoja na wewe, lakini wao wanajua tatizo lako. Utaombeleza,
na utalipa gharama mpaka Mungu aje akurejeshe. Sio kazi ndogo. Na wewe jasho litakutoka kama yeye pale msalabani jasho lilimtoka akatukomboa sisi, lakini bado wao ukachezea. Ziko gharama utakuja kuzilipa kwa sababu umetafuta sana kuonekana kwa wanadamu wewe ni wa thamani. Samweli alimpendeza Mungu. Biblia inasema hivi, alipata kibali mbele za Mungu. Samweli alizaliwa na mwanadamu. Ni kama mimi mamangu alivyonizaa, ni kama wewe mamako alivyofanya bidii akakupata, akakulea, ndivyo Samweli alivyozaliwa. Alikubalika kwa Mungu kwa sababu Samweli alitafuta tu kumpendeza Mungu. Mengine aliacha Mungu atashughulika nayo. Lakini wewe unashughulika huku na huku. Yaani Mungu hajamwachia mahali popote pa kushughulika kwa ajili yako, na umemwekea mipaka. Na Mungu kishamwekea mipaka kwamba ili Mungu aliwezi, ili ndo aliweza Mungu anatulia, anaanza kukutazama wewe uone jioni unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tutafute kumpendeza Mungu. Samweli, Biblia inasema hivi, akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Kwa wanapozidi kukulia wokovu, wanapotamani kufanya kwa Bwana, Bwana anaanza kukutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Halafu hao wanadamu Mungu atakufanya wewe uonekane wa thamani kwao. Ifike mahali tuyatafakari maisha yetu. Hizi habari tunazojifunza sio kwamba watu walipaa kutoka mbinguni wakashuka duniani. Walizaliwa kama sisi, ila walitambua thamani ya kitu walichopewa kwenye maisha yao na wakakitunza, wakakibeba, wakakithamini. Ndivyo maana kitu kukithamini kinaanza kukuonyesha na wewe thamani ya ule upendo uliouweka kwa chenyewe. Ni kama mtoto asiyesikia kwao. Wapo 6. Kuna mtoto mmoja akielekezwa kitu anafanya. Kuna mwingine akiambiwa anasema hii makikuru ya siku hizi yanasumbua sana, anakaa pembeni. Utaendelea na hayo maisha. Itafika mahali mzazi anakuhesabu wewe ni mtoto. Ili akitaka kufanya jambo fulani, anatafuta yule aliyetafuta kumpendeza mzazi wake. Anamwambia fulani kaletee chumvi, hajakaa leta sufuria, hajakaa nenda kanunue nyanya, na wewe umekaa. Kama zina sensi, utaanza kufikiri, mbona huyu anapendwa sana? Kuna wengine ataanza kuona wivu na kumnyanyapaa. Hapana, ni kwa vile yeye ndani yake kila anachofundishwa cha muhimu anakibeba na kukiona cha thamani. Kuna watu wana viburi mpaka kwa wazazi wao. Sasa kama wewe mzazi aliyekuzaa unamfanyia kiburi, je, kwa Bwana utashuka? Halafu usiye muone unamsikia sikia tu anahubiriwa, utanyenyekea? Biblia anapokuonya mzazi, usirudi nyumbani saa 2. Inapofika saa 12:30, rudi nyumbani. Wewe ndio unarudi. Maana naenda kwa shoga yangu, maana naenda kwa fulani. Yaani hausikii kile mzazi anachotaka kupandia wewe, ili hata wao kile kwa familia utawalea watoto kwa usahihi. Yaani wewe ni hivi na hivi. Unategemea wale moja kuzaa watoto watakuwaje? Wanakuwa hivyo hivyo. Kwa tutafute kibali kwa Bwana. Binti utafute Mungu. Yaani hivi unavyojiona wewe wa thamani sana mbele za Mungu. Pengine wewe kijana au baba au mama, unaona vitu vyako haviendi. Shuka kwa Bwana, mwambie Mungu nakuhitaji sasa. Nahitaji kugeuka nikufuate wewe. Sio tujifunze watu tunapoona wanaenda kwa waganga, wanaloga wanakulogeza, yaani wanaenda tu na lichwa mpaka jina, yaani majina matatu anayajua, atakuingiza tu kwenye 18 ili kila anachotaka kufanyia akuweze. Lakini ukiwa umekaa vizuri na Mungu, shangaa unalita jina la Bwana, ukisinzia tu kidogo, na Mungu ni wa ajabu, anawaletea kabisa hivi, unamwona huyu ni Zaka. Na kisha Zaka ameshinda akitafuta majeshi, bado Mungu atamuonyesha iko pembeni. Halafu wale watu walioenda kuwanunua wanakuwepo katika eneo lako, na Mungu anashughulika nao. Lakini mpaka utafute kibali kumpendeza Mungu ili asimame na maisha yako.
acha kusikia. Tamani sikio lako wewe lisikie habari za Yesu. Tamani sikio lako wewe kuambia kwenye Marko, sikumbuki ni sura gani, nasema hivi, kuna sikio la kusikia na la kusikilia. Kama hujawahi kusoma Marko utakutana hicho kipande. Sikio la kusikilia lile sasa ndilo sikio linalokufanya wewe utafakari ndani yako, nataka nifanye nini kwa ajili ya Mungu. Lakini ile sikio la kusikia, nitasikia nikitoka nje, nasikia na mengine, nasikia naenda. Nikishafika kule ya Mungu nimeyasahau. Ninabeba yale mengine kwa sababu ni sikio la kawaida. Ninasikia vitu vingi. Tamani Mungu akupe sikio la kusikilia. Ili zinapokuja habari za Yesu, ili zinapokuja neno la Mungu, kama kuna sehemu linagusa maisha yako, ukiwa na sikio la kusikilia, Mungu ndani yako anaanza kusema, anakusema, mwanangu rudi, mwanangu geuka, kwa sababu huko unakoenda sio mahala sahihi. Sikio la kusikilia. Soma Marko utalikuta. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Luka sura ya pili. Luka sura ya pili mstari wa 52. 52 nasema, ndio. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Kama unafuatilia vizuri, kitu cha somo kinaeleza chenyewe. Yesu, pamoja na kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu, pamoja na kwamba Mungu alimtengeneza azaliwe kama mwanadamu ili kulitimiza kusudi lake. Kama unafuatilia mwanzo, nimesema Yesu alilipa gharama kwa ajili yangu mimi na wewe. Tunaenda kuona sasa huyu Yesu aliyezaliwa kwa mwanadamu, tena kwenye familia kapuku, watu wanaita, yaani familia ya kawaida ieleweki. Pengine na familia na watu, kuna gari, kuna pikipiki, yaani usafiri wa kutosha. Lakini Yesu alizaliwa kwenye familia ya kawaida. Tena walipokuwa wakiona wanashangaa, huyu aliyezaliwa kwenye familia ya kawaida sana. Bwana Yesu asifiwe. Inasema hivi, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Akimpendeza Mungu na wanadamu. Lakini kumbuka hapa, akakua au alizidi kukua kwa kimo. Maana yake kumbe maisha yetu ya kiroho yanaanza kimo cha chini. Kadiri wewe unapompendeza Mungu, kadiri wewe unaponyenyekea kwa Mungu, anakutoa kwenye moja na kuleta kwenye mbili. Pengine wewe tangu uko kwenye moja, kuna wakati mwingine unashuka mpaka kwenye zero. Lakini kumbe tunapozidi kukulia wokovu, tunapozidi kumwelewa Mungu, anasema yaani wewe ukimpendeza Mungu kuna hatua. Kuna urefu, kuna upana na kina. Unataka kujitafakari, upo kwenye kimo kipi? Je, upo kwenye urefu? Kwa kimo, alikuwa ni mtoto. Alizaliwa vitu zote, lakini kwa sababu Mungu alikuwa amemkusudia, alianza kupanda Mungu mbegu ndani ya Yesu. Mpaka wazazi wakana mshangaa, huyu mtoto anaona gani? Anapanda kwa watu wanamshangaa, mbona ni mdogo sana? Lakini mbona swali yake anachanganya sana? Huyu ni wanamna gani? Wakaanza kujaji. Kuna wakati watu wataanza kukujaji wewe baada ya kuona mabadiliko yako. Baada ya kuona mienendo yako, wanaanza tena kuzungumzia. Wazake Jumatano alikuwa, Jumamosi kwenye maombi, wengine wakiacha kumkuta mtu aikawa anamwambia, "Oh, wewe ni Bwana. Natamani Yesu nisaidie, nikujue wewe." Ni hatua pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa natamani kukua. Alikuwa kwa mwili, lakini pia ndani yake alikuwa. Maisha yake ya kiroho yalianza kupanda hatua, kutoka chini kwenda juu, kutoka kwenye upana kwenda kwenye urefu. Na alipofika kwenye kina sasa, kina ni chini, yaani ukidumukia utokimo. Paka waita vitu ambavyo, yaani paka waita wale maspecialisti wanaozama. Kina.
kuna upana, utaenda hadi hivi. Wewe unamjua Mungu kwa kimo kipi, au kwa upana upi, au kwa urefu upi? Je, umesafika kina? Au bado uko kwenye urefu? Au bado uko kwenye upana? Na upana huo ulionao bado unacheza. Mara uruke, mara urudi. Ugeuke tena ugeuke. Yaani bado haueleweki. Eleweka wewe ambao umeitwa na Kristo ili uite jina moja mteule. Ukishakubalika kwa Bwana na ukaendelea kumtumikia Mungu vizuri, kuna sifa huwa Mungu anaanza kuziweka kwako ambazo wanadamu hawakuziona. Kuna mbegu Mungu anaanza kupanda kwako wewe. Pengine ni mama unaonekana familia ya ajabu, lakini Mungu anapoanza kupandikiza vitu kwako, anaanza kupa maelekezo. Mbona mimi nina uzao uko hivi, kwa nini? Lakini Mungu anasema hakuna linalomshinda yeye. Mbona watoto wangu wako na maisha haya? Ukishaanza kujihoji wewe binafsi, halafu baada ya hapo utasikia ndani unaambiwa tafuta kumjua Mungu ili huo uzao wako ubadilike. Pale umeanza mwenyewe. Yaani kama vile unavyoanza kununua baskeli, mpaka unaanza kutunza bukubuku 5,000, ukipata 30,000 unatunza 10,000. Ndivyo hata Mungu anakutaka uwaze. Baada ya kuwaza uanze kufanya hatua ili Mungu akukubali wewe. Hata wafanya kazi wanafanya kazi kwa bidii, unakuta watu ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Nimekaa mahali ni field hospitali. Kama dada kalikuwa kelembamba. Yaani mimi sijui ni bonge. Lakini zinapofika zile sherehe, wanakuwa wanatoa tu, yaani inatolewa tuzo kwa mfanyakazi bora. Yule dada kila mwaka. Na kweli ukifuatilia, ukikaa kwenye odi yake, unatakiwa kuwa makini sana. Kukufukuza ni kazi ndogo, hata kama umeenda kujifunza. Anakuambia wewe unataka kujifunza, kaa pembeni. Usiharibu watu wanaofika mahali hapa, maana wanategemea mimi niwasaidie na Mungu ashike mkono wa pole. Je, wewe umekaa makini gani kwa Mungu? Ili Mungu aanze kukupa bonus unazozitaka. Ili Mungu aanze kuinua uchumi wako. Ili Mungu aanze kushughulika na familia yako. Ili Mungu aanze kushughulika na mume wako. Ili Mungu akupe kibali, mume wako afike mahali aanze kukuona ni wa thamani. Lakini kuna gharama unazozifanya. Ufanye kwa Mungu na umshirikishe Mungu. Mungu anaanza kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Kutafuta kibali. Tafuta kibali mpendwa. Tafuta kibali wewe uliyeitwa uwe mteule. Tafuta kibali. Yesu alitembea kwenye hekima na kimo, akimpendeza Mungu. Pamoja na kwamba ilifika mahali akajua yeye ni mteule wa Mungu, lakini hakufanya kwa sababu mimi tayari nipo kanisani. Sikiliza nikwambia mpendwa, alitembea kwenye zile sheria. Tuliokoka tuna sheria tulizowekewa. Yesu alitembea kwenye zile sheria na tulitimiza kusudi la Mungu. Wewe umetembea kwenye sheria ngapi? Na wapi unafeli sheria ngapi? Je, umeenda kwa Mungu kumtaka ili akusaidie uzishinde? Jihoji mwenyewe. Unajua mtu mwenye kuyabadilisha maisha yake anajihoji kwanza mwenyewe. Haijalishi umezungumzwa mara ngapi. Kaa chini ujihoji. Hivi mimi ndio na mapungufu yote haya? Mbona mimi sijawahi kufanya zuri chini ya dunia hii? Baada ya hapo kishaona hauna zuri ambalo umeshalifanya, hata kukubali. Sogea kwa Mungu ili akukubali. Halafu hao watu Mungu ataanza kuwaleta taratibu. Wengine watahitaji na msaada kutoka kwako. Lakini ukipanda kuyafikiria yale maneno, ukitaka kuwaza wananisema vibaya, bado utapotea. Tafuta kumpendeza Mungu. Tafuta Mungu akuone wewe ni wa thamani. Tafuta kumpendeza Mungu. Ndivyo Mungu utamwona ataanza kutembea pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hana alitembea kwenye sheria. Hakuacha kumtolea Mungu kwa sababu hakumpa watoto. Halafu nikwambie siri. Siku moja nilikuwa nasoma hicho kitabu. Kumbe kuna watu wanaweza kuwepo kwenye maisha yako choko. Penina alikuwa choko sana kwa Hana. Yaani akimnyanyasa. Yaani mimi na watoto, wewe uko hivi, naomba sisi tumetuma watoto wangu. Kuna vitu vinatokea kwenye maisha. Lakini Hana hakuangalia uchoko
kuachia maisha yako ya kiroho. Wakikusema sana wewe unarudi kwa Bwana. Bwana ninakuhitaji. Wewe unayeishi. Nataka nikuone ukiyabadilisha maisha yako. Unajua, siku moja nikaa nasikiliza kilipu hivi. Mchungaji wa hakika anasema hivi. Watu wengi wanapoona changamoto zimeinuka, wanaanza kuziabudu changamoto, alafu wanaacha kumwabudu Mungu. Lia nyumbani, kishameza kulia sema Bwana, ninaenda hekaluni mwako kwa sababu yako majibu. Natamani Bwana unihudumie, natamani Yesu nielekeze, natamani Bwana nikupendeze wewe, maana kila aliyekimbilia kwa Bwana hakumwacha kamwe. Utasoma Zaburi 71:5. Je, umekimbilia kwa Bwana, wewe Bwana amekuacha? Au wewe ndio umemwacha? Yeye huanzi kumwacha mtu, ila anaanza mtu mwenyewe kumwacha Mungu. Kadri anapokuonya, anapokuelekeza, hauelezeki, ndipo Mungu anatoa tuweka na kaa pembeni. Kwa sababu tayari amekuonya, amekuita hujaitika. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta kukubalika kwa Bwana. Tafuta kumpendeza Mungu. Kama wewe ni baba, wewe ni mama, wewe ni binti, unataka Mungu akufanyie vitu vizuri, sikiliza nikwambie, sio jambo rahisi kama unavyofikiri kwa akili zako za kawaida. Unataka kushuka kwa Mungu ili Mungu akupe dira. Mwenye kuyaamua maisha ya mtu ni Mungu, lakini mwenye kuyaamua maisha yake yaharibiki ni mtu mwenyewe. Kama hivi, mwalimu anasema hivi, watoto ambao wanaioza nyota njema, hata akiwa kanisani anaandika Zaburi nyota njema. Kuna vitu bado mzazi unafeli. Kuna vitu bado hujaviweka vizuri. Unaacha watoto wanaangalia movie mpaka umri kama huyu. Saa 8. Wao umeenda kulala, umemshukuru Mungu kalala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kosa unaanza kulifanya wewe. Maana Mungu anataka umweke mtoto wako kwenye direction. Halafu Mungu amkamate yule mtoto mpaka na ufahamu wake, aanze kuona vitu vya Mungu. Akiwakuta mnaangalia Mungu na mbegu wekeni basi hata kwaya. Tayari yule mtoto mzazi kuna mbegu aliyoipanda. Lakini wazazi wa sasa hivi watoto wamepandia movie. Yaani mzazi amelala chumbani, mtoto yuko sebuleni anaangalia movie. Sikiliza, umemtafuta kukubalika kwenye vile movie, alafu zile movie sasa zinaanza kupanda taratibu. Shetani anaweza akatokea live. Kinaweza kikainuka kitu kilichotawala ulimwengu kama sasa hivi ni movie. Zimetawala ulimwengu. Yaani sio nzuri. Yaani za kawaida, uchawi, mahusiano ndio movie zilizotawala. Halafu mzazi akae chini akajiuliza, huyu anaangalia hizi movie zina faida gani kwake? Mtoto aje kuanza achukue daftari hawazi. Yaani ikiwaka movie anatoka sebuleni hata kama alikuwa amelala anatulia. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wewe mzazi kuna nafasi yako unatakiwa kuparticipate. Unatakiwa kufanya. Chukua bakora inatoa ujinga. Na wale wakubwa ambao wanajiona wameshavuka level, unawekea wakati. Ifika saa 5 kwenda kulala. Akiona haimtosha anunue TV au kwenye chumba chake anakuwa anaangalia TV yake. Alafu hao wengine unawanusu na hayo maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe shetani anaweza kaibua jambo ili kuharibu uzao wako, kukosa kibali kwa Mungu. Mzazi utashuka. Ukisoma Biblia inasema hivi, akakiri ni kosa. Lakini Mungu akamwambia hivi, wewe ni chanzo. Ni samadi hiyo. Kumbe kuna makosa anayofanya mzazi kuja
kuniombea. Utaanza kuomboleza kwa ajili ya uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Hivi vitu vinatusaidia ili Mungu atukubali. Kuna mambo madogo madogo sana, wala sio makubwa labda nataka kutoka mbinguni. Shetani anaibua vitu vidogo vidogo sana ili ukose kibali kwa Mungu. Shetani anakutengenezea shimo sio refu, yaani ukanyaga hivi hata mvua uzame. Lakini kuna wakati utafika utazama kwa sababu hauoni. Nikashangaa. Hana kila mwaka alikuwa anashona kanzu, anapeleka kwa mtoto wake. Kwa nini? Kwa sababu anaendelea kumjengea yule mtoto mazingira. Bado aishi na wazazi wake, lakini wazazi wake wanamthamini. Wanapoenda kwenye zile sadaka, mama anabeba zawadi, mama anabeba vitu vya thamani, anaenda kumpa mtoto wake. Mama unao wajibu mkubwa sana. Yaani kizazi hili kikae sawa. Mama ziko gharama za kutafuta kukubalika kwa Mungu. Halafu Mungu anaanza kutengeneza mtoto mmoja baada ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yesu tamani ili umuone anatokea live. Huyu Yesu anafanya mambo makubwa ambayo kwa akili zako wewe usingeweza. Ukimtanguliza huyu Yesu, ukampa ile thamani, unajua mimi akiwa ananisamini mama Eze siwezi kumsahau. Yaani nitaenda hata kama ni Nairobi nitakuwa naambia yuko mwanamke anaitwa Mama Eze au Eva. Ndio mwanamke ni mzuri sana. Kuna wakati watatamani kumjua huyu dada kwa sababu ya uzuri alionao, kwa sababu ya thamani aliyoifanya kwangu. Kwa hiyo afika mahali anazungumza kwa watu hata ambao hawamjui. Tamani kumjua Yesu. Tamani kukubalika kwa Bwana. Halafu Bwana atasimama pamoja na wewe. Hajawahi kumwacha mtu mwenye haki hajawahi kusahaulika kwa Bwana. Halafu nasema hivi, yeye ametuchora katika kitanga cha mikono yake. Unafikiri atakusahau wewe? Akiangalia kidole chake anaona jina la Eva lipo. Hawezi akamsahau. Anaanza kumwangalia. Hivi huyu Eva tangu alipoanza hata sasa ni wapi ambapo amefanya vizuri. Yesu anabeba Bwana asipeleka kwa Eva. Unashangaa Eva maisha yake yanabadilika. Unashangaa Eva alikuwa na nguo moja, anaanza kubadilisha nguo. Unashangaa Eva alionekana ni wa kawaida. Unaanza hata wengine kumwogopa. Kwa sababu Mungu, Eva alianza kumthamini Mungu na kumpenda na kufanya yote anayompasa kufanya kwa Mungu. Alafu Mungu kazi yake alikumalizia tu kuinua. Ifike mahali tunatafakari sana maisha yetu. Kuna watu wanasema hivi, mimi nimezaliwa kwetu mama ameokoka na baba. Kanisani anakuja tu kutingisha. Ukimwambia leo tunafunga na mama naye, kwani mimi sijui kuomba? Anaweza akaja kanisani kwa kukuridhisha wewe mzazi, kwamba mama amesema ngoja niende. Hayo maombi hana faida yote kwa Mungu. Yaani unakuwa unapoteza muda kushinda njaa. Ataruhusu na madona tu yaje kwako, maana hauna thamani yoyote. Kama mzazi hausikilizi, Mungu utamsikiliza saa ngapi? Unayemwona bado hujataka kumpa nafasi ya kumthamini na kutaka ili akuelekeze, unategemea eti Mungu atashuka aje kwenye wewe. Wewe ukiambiwa ti haji. Upendo haji. Ila anatumia watu. Anaweza kumtumia mzazi wako lakini bado ukamkuza. Alafu ukivuka hizo hatua sasa, anakufanya yaani shetani anakuongelea, anagonga tena, anaufanya moyo wako kuwa mgumu. Kila kinachokuja kwa kuna cha kawaida. Kiamua utafanya, kiamua haufanyi unaacha. Utaanza kujiona mimi wewe unaweza. Sikiliza nikwambie, sio kwamba unaweza, bali shetani amekukalia, amekukanyaga mpaka amekubakiza nusu.
Lakini ukifuatilia chimbuko, kuna vitu ulielekezwa hakutaka kufanya. Kuna mambo uliambiwa kuyafanya, uliyapuuza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alimpendeza, alifanya vizuri. Samueli alifanya vizuri. Kwa hiyo wazazi, kumbe kuna vitu mnavyotakiwa kuvifanya. Bwana Mungu, tuko mwishoni sana. Naomba nisomee Warumi sura ya 14 mstari wa 18. Halafu tukaone sasa. Kuna mwingine anategemea tu kuombewa. Kuna mwingine yani yeye yupo tu. Kuna mtu mwingine yani haelewi. Kama vile haelewi lakini anakuja. Tamani kujua unaelekea wapi na unatoka wapi. Kuna vitu. Warumi sura ya 14 mstari wa 18. Nasema kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo humpendeza Mungu, tena hukubaliwa na wanadamu. Yes. Soma inasema tafuta kukubalika kwa Mungu, naye atakutambulisha kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye sio wao. Yeye yazungumza mtu mmoja. Wewe ambaye Yesu amekuita na kuleta mahali hapa, wewe mwenyewe unatakiwa uangalie nini ufanye mbele za Mungu. Ufanye jambo gani ili Bwana aanze kukusaidia. Anasema hivi, kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo humpendeza Mungu, tena hukubaliwa na wanadamu. Kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo ambaye ni mimi na wewe, kwa kuwa yeye anazungumzia mimi ambaye nimeamua kumtafuta Kristo na kuamua kumtumikia Mungu. Haizungumzi kwamba mimi pamoja na wazee wa kanisa, kwa kuwa wao ni wengi. Biblia inasema kwa kuwa yeye ambaye ni wewe na mimi, lakini utumishi wetu kila mmoja ni wa kwake. Anaendelea kusema hayo mpendeza Mungu. Kwa kuwa hayo sasa uliyoyatafuta kwa Bwana, moja Mungu akakukubali, akakutoa kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Anaanza kusema sasa huyu Eva huyu sasa, kwa kuwa Eva amesimama kwenye kusudi, kwa kuwa Eva ameendelea kutembea pamoja na mimi, kwa kuwa Eva ameachana na uzinzi, kwa kuwa Eva ameachana na uongo, kwa kuwa Eva ameacha utawi, yeye Eva ameamua kunitumikia mimi Mungu. Kwa kuwa yeye, wewe kama upo kanisani unasema tuko na kina mama fulani tunaenda kanisani, unapoteza muda. Sema niko mimi ninaenda kumtumikia Mungu wangu aliyeniokoa wakati wa ajali, wengine wakafa, mimi nikabaki salama. Wewe au mimi? Amtumikia Kristo katika mambo hayo kumpendeza Mungu. Tafuta kumpendeza Mungu. Tafuta kukubalika. Na ili nani kukubalika liweko kwako, lazima utafute kufanya vizuri, upendeze. Yaani Mungu akizunguka atamani kuiona jina la Eva. Mungu akienda hivi atamani kuiona jina la Eva. Kwa sababu ile jina limekaa ndani yake. Siku moja nikawa nazungumza na mchungaji Musa Shabani Mrisho. Nikawa muuliza hivi baba unaomba kwa unatuombea muda gani? Akasema hivi, kuna watatu wanaonipendeza mimi. Hata nikiwa sambani na kwenda mihogo, unashangaza silaenda kuja mbele yangu. Ninaanza kuombea Mungu akumbe. Huku ninapanda mihogo nasema Mungu mkumbuke Eva, mkumbuke na fulani. Hawa watoto wanakutumikia kwa uaminifu. Kwa sababu umetafuta kumpendeza Mungu na kuhani zile taswira inakuwa kwenye maisha yako. Hata kama hujamwambia shida yako, unashangaa Mungu linakuja jina lako kwake. Shangaa tuanza Mungu mkumbuke fulani. Kwa mwenyewe hujui yani huko unahangaika kama ni shida ipo imekugana. Au je, kumbe kuna mtu kula tayari taarifa zako zimeshafika, anaanza kuongeza kwa ajili yako. Kwa hiyo usipotafuta kumpendeza Mungu, kuna wakati mwingine utasahaulika. Maana Mungu hakujui.
anakuona tu kwa yuko fulani. Yaani wewe, anaweza akasimama hapa akaanza kumwangalia mtu kule, akamwona moyo wako kasuzika. Tamani kumpendeza Mungu. Acha kutafuta watu wakupende. Yaani nikwambia mpendwa, Fanye kwanza hiyo. Fanya hiyo jambo. Kuna siku moja ile kazi ya kwanza nikaenda nimesema huko mwangu mbele kama ndio kazi. Sijui Uganda huko sijui. Lakini iko ta faida kubwa mno. Kukubalika kwa Mungu. Watasuka mipango yao na wakati wanakuja utawaona. Nikupa ushuhuda huu. Ilikuwa ni mwezi wa kwanza. Zaka. Ule mwezi ukaishia katikati bado sijarudi nyumbani. Nikaiandaa zaka nikaiweka kwenye bahasha. Nikaa sasa niko kwenye kufikiri, je, leo niende nyumbani nipeleke zaka kwa mchungaji au nifanyike? Basi Mungu alipoajabu, jioni baba akaja. Tukasalimiana, tukakaa pale nyumbani, tukafanya vitu vingi. Alipotoka yaani kukaa na roho hizi. Utaipeleka Jumapili, nyingine sudia fanya mpe sasa hivi. Mwisho ndani yangu nikana uamuzi nikaenda kumuuliza baba. Eti baba, mimi zaka iko tayari. Nitaileta Jumapili au nikupe sasa hivi? Akasema hivi, acha kuchelewa, leta zaka nikuombee. Na ule wakati akuomba, akachukua zaka akasema ukija nitakuombea. Akaenda. Ilipofika Jumapili nikaenda. Kabla ya Jumapili nikaonyeshwa ndoto. Yaani ile zaka ilikuwa ni hela, lakini kuna zile unakuta 1000 unatoa 100. Yaani nikaonyesha nimeipeleka ile zaka kwa mchungaji kwenye gari lake. Nikampa. Nikakumbuka ile baba kuna 100. Wakati ninarudi kuja kuichukua ile 100. Nilipofika katikati yule yuko huko na mimi niko huko. Nikatazamishwa kule joka mkubwa. Nikapiga mbio kwenye na kivyeli nilifika nikampe baba. Joka akaniwala. Lakini yule joka alipofika, nikashangaa tu kwenye miguu yangu, anazunguka kwenye miguu yangu, nikatoka kwenye usingizi. Nikampigia simu baba. Baba nimeona hivi na yule akasema hivi. Yaani Mungu shetani alikuwa ameandaa jambo kwako. Lakini kwa sababu ya kutii, ndio maana unaanza kanuni na mimi. Ndio maana ile sasa utakunywa sumu hazitakuathiri. Kwa hiyo nyoka alipofika kwenye miguu yako, hakuna kazi ya kufanya. Kumbe maadui anaweza kufanya jeshi kubwa, wakakuzingira alafu wakaganda. Wao kaondoka kwa sababu wao tayari unampendeza Mungu, umetafuta kukubalika kwa Bwana. Nilifikiri sana, nikasema Mungu wangu, mimi niliitilia sauti ya kusema nitaka Jumapili. Nilionyoka amening'ata. Nikamshangilia Mungu, nikaruka nikasema, asante Yesu, naomba unisaidie zaidi ya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tukajifunza nini sasa? Nikajifunza hivi. Kuna wakati sauti mbili zinawita kwako. Hauelewi ufanye hivi. Kimbia kwa kuhani mwambie mimi na hili. Nifanyeje? Maana liko neno kwenye kinywa chake. Atakwambia mwanangu fanye hivi. Na utavuka kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa yeye huyu sasa. Wewe mwenyewe unatakiwa kufikia hiyo hatua. Ukishapata kibali kwa Mungu, Mungu ataanza kutengeneza taratibu, Mungu ataanza kukupa maarifa, Mungu ataanza kukupa ufahamu. Linapokuja jambo, tayari unakuwa unaelewa nifanye nini kwa Bwana, nisifanye nini, huwa wakati nataka nifanye nini. Na Mungu anakuongoza. Tukamwona mwanamke mmoja au binti mmoja. Alafu nitakuchamisha. Tunarudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tafuta kukubalika kwa Bwana. Maana kuna mambo utaanza kuyashangaa yanabadilika tu. Lakini huku wewe unasugua goti kwa Bwana. Unamweleza Mungu haja zako. Yale ambayo huyawezi kwa akili zako, unamwambia Mungu nakusihi. Nimekimbilia magotini pako maana najua kwa waganga mimi siendi. Sina miungu ya mababu au ya mshangazi ninayoitumikia. Isipokuwa Mungu wewe uliye hai. Ulitengeneza agano jipya na mimi nilipotoka kule nikaja nikazama kwenye agano jipya ambalo damu Yesu ilipomwagika chini ilitengeneza agano jipya nikajizamisha kwako na nikasimika
nalo litakutumikia wewe Mungu. Mungu hajawahi kumsahau mtu yoyote. Haleluya. Tusome Esta sura ya 5. Tukamalizia hapo, tuende nyumbani. Esta sura ya 5. Soma kwa mstari wa pili. Ikawa mfalme alipomwona Malkia Esta amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake. Naye mfalme sasa akamnyoshea Esta kitu kinachoitwa ruhusa ingie. Maana alikuwa na fimbo, akikunyoshea fimbo hivi tayari mlango na kuruhusu kwenda kwa mfalme, lakini asipoinyosha unatakiwa kurudi na kwenda ulikotoka. Aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esta akamkaribia, akagusa ile ncha ya fimbo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kwenye maisha yako, Esta ukisoma ile habari inasema hivi, baada ya kupelekewa zile taarifa mbaya, taifa lake linataka kuangamia, alafu na yeye alikuwepo pale kwenye nguzo au kwenye kiini ambacho taarifa zilikuwa zinataka kwenda kuangamiza wale watu. Esta alipoangalia akasema, kwa mfalme kwenda mpaka uitwe jina, au ambiwa Malkia Esta, leo utaingia kwa mfalme, nje na hapo huwezi ukafika. Unajua Esta alifanya nini? Eti hebu tuambie Esta alifanya nini ili aingie kule kinyume na sheria alafu akakubalika? Alifanya nini? Alifanyaje? Alifunga na kuomba. Halafu na wale wakula aliwaambiaje? Wafunge na kuomba. Kumbe sasa kuna mambo mengine yanakuja kwenye maisha yako. Esta alipoona jambo hili aliko sahihi, pamoja na mimi niko hapa, siwezi nikapata hicho kibali cha kuingia kule, ili sasa niende kwenye hatua nyingine. Akajua ninaye Mungu ndani yangu, ninaye mfalme wa wafalme, ninaye Bwana wa mabwana, ninaye Mungu wa miungu. Nitaenda kumweleza haja ya moyo wangu, lakini baada ya hapo nitaingia kwenye ile lango. Kama nikufa nikufe, kama nikuokoa taifa nikaokoe. Maana yake Esta alijikana. Wewe umejikana mara ngapi kwa ajili ya shida ulionayo? Esta alijikana, lakini baada ya kuweza kujikana akafunga maombi, akamwambia mchomba wake, na nyie huko mfunge, na mimi pamoja na watu nao wamiliza wafanyakazi wangu tutafunga maombi ya siku 3. Baada ya hapo nitafungua, nitaingia kwa mfalme kinyume na sheria. Biblia inasema kitu ninachokitafuta mimi ni kibali. Ili ujue kibali kinapatikana kwa gharama zipi. Yaani waliacha kula, wengine Malkia kwa anapewa chakula vizuri sana. Yaani vile vizuri vimepikwa special. Lakini alijiatisha kula yale mahandmati. Akasema yuko Yesu ambaye naweza nikamsogelea mimi, akanisaidia maisha yangu, akasaidia taifa langu. Esta akafunga maombi ya siku 3. Baada ya hapo alipofungua, akanyanyuka. Pengine alifaa vizuri. Namna ambavyo Malkia alitakiwa ingie. Ukiwa unaenda kwa mfalme, kuna nguo za kuvaa. Akazivaa mwanamke Esta binti Esta. Akaenda mfalme alipomwona. Kwanza, unajua Mungu alikuwa ajabu. Kwanza Mungu wakati Esta anaomba, Mungu alikamata ule ufahamu wa mfalme kwamba akija mtu kinyume sheria yako ni kufanyaje? Kumuua. Akafunga ule ufahamu, halafu akamtazamisha kila ambacho Mungu anataka akitimize. Mfalme akamwambia hivi, ikiwa mfalme alipomwona Malkia Esta amesimama uani, maana kulikuwa na eneo la kwenda kusimama. Kama sisi leo tuliookoka tutatoka majumbani yetu magharibi mashariki kaskazini, tutakuja mahali hapa. Amesimama uani. Akamwambia hivi, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamwonyeshia Esta fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esta akakaribia, akaigusa ncha ya fimbo ya mfalme,
lakini kumbuka kilichofanya mpaka aingie kinyume na sheria. Alimuomba kwanza Mungu, Mungu akaachilia kibali kwa Esta, lakini bado Esta kuogopa kwamba tena kufa. Bora nikafe lakini kuna watu wabaki wanaishi, bora nikateketea lakini kuna watu watabaki wanaishi. Na ukimwendea Mungu hawezi akakuacha maadui wakashinda. Lazima Mungu maadui wakamate na wafunge fahamu. Mfalme akafungwa fahamu. Alipomwona Esta, pengine alichanganyikiwa na bila sema alikuwa ni mzuri. Akamwambia Malkia, unataka nifanye nini kwako? Kisoma huko juu. Esta kaigusa ile ncha. Una nini wewe ambacho unapofika madhabahuni hapa unagusana mkono na Mungu ili akuinue? Musa wakati anaona Waisraeli, Mungu alipomuuliza na nini Musa, akasema ninafimba mkononi mwangu. Ndipo Mungu akaanza kufanya kazi pamoja na Musa. Wewe una nini mkononi mwako? Umekubalika kwa Bwana. Alafu Bwana amekupa siri ipi? Unaposogea mbele za Mungu, ukiona mambo yako yaende, pengine anaufungua lakini hujui kutumia. Esta aliomba na Mungu akampa kibali na maarifa, akaingia. Kinachofuata kubarika na haja ya moyo wake. Ukisoma ndiko mbele utaona alieleza na mfalme akaikubali. Hata kama mfalme anasema hivi, nitakupa hata nusu ya ufalme wangu. Ndivyo Mungu anatamani wewe kuona umevuka. Ndivyo Mungu anatamani wewe, maana Mungu wetu ni zaidi. Ikiwa mwanadamu anatamani kumfanyia Eva vizuri, ikiwa Eva anatamani, baba Eva anatamani Eva apendeze, awe na duka kubwa, kuna gharama anazofanya dada. Haviji vitu bure. Esta aliomba na alipoingia kwa mfalme alipata kibali. Akatoa kilichokuwa kimefanyika mziko. Yaani kile ambacho kilikuwa kinatengeneza machozi ndani. Yaani anahisi maumivu makali. Akaenda kukitoa kwa mfalme na mfalme akampa msaada. Je, wewe umebeba kitu gani kwenye maisha yako na unakiona hakiendi, haukiwezi? Unatakiwa kukibeba sasa. Ukileta hapo madhabahuni pa Bwana ambapo yeye anapatikana, ambapo yeye anafanya ambayo yameshindikana kwa akili zako. Pengine ugonjwa Mungu anataka kutolee wewe, lakini kwa sababu bado hujaleta, atakuponyaje sasa? Kama tu mwanadamu anaenda, yaani anapiga hatua kwenda kutafuta kile anachokihitaji. Wewe umepiga hatua mara ngapi kutafuta kukubalika kwa Bwana, kutafuta Mungu mpendeze ili Mungu akuinue? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo yatafakari sana maisha yako, maana maisha yako siwezi mimi nikaanza kuyatafakari maisha yako. Wewe mwenyewe unajua unapita wapi, wewe mwenyewe unajua unashinda wapi, wewe mwenyewe unajua naanzia hapo sasa kwenda kwa Bwana ili anisaidie. Sikiliza nikwambie mpendwa, hakuna kitu rahisi. Ikiwa Yesu alipigwa pale msalabani akanyanyaswa, alafu huko chini nasema hivi, magonjwa yote yakaondoka, lakini kuna watu hapo kanisani magonjwa hayaondoka kwao kwa sababu hajataka kumtafuta Mungu. Ili ukimtafuta Mungu tayari uzima ulishatajwa. Ili upate wewe uzima, ukiupata bure pengine utauchezea, lakini ukimwendea Mungu akusaidia, uzima utaupata na utakuwa unasema, nilimwomba mna Mungu, niliosonga vyema kwa mchungaji, lakini Mungu baada ya hapo sikujua ugonjwa ulipita wapi. Ni kwa sababu ulimpendeza Mungu, naye Mungu akakuondolea. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 7:15, sema Bwana atakuondolea magonjwa, madhaifu atayatupa kwa kuchukia wewe. Hapo unabaki na Yesu kwa Yesu. Unasema Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Mtafute Mungu, kubalika kwa Bwana ili Mungu akuinue, akufikishe mahali unapotamani kufika. Bila